kabisa kwamba ana haki mbele za Mungu kwa sababu alikuwa hajamtenda Mungu maovu yaliyo yoyote. Kwa hiyo Ayubu anajua kabisa na haki mbele za Mungu. Lakini mbona haya yananipata? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ayubu anashangaa, moyo wake uligadhibika. Bwana asifiwe. Ayubu anapitia machungu ambayo leo hii mimi na wewe hatuwezi kufanyaje? Kuyahimili pengine. Bwana asifiwe. Lakini bado alisema wewe utabaki kuwa Mungu. Na Mungu alikuwa anatazama mwisho wa Ayubu kuliko mwanzo wake. Kumbe ni heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana mwisho wa siku Ayubu alikuja kubarikiwa mara mbili zaidi ya ile ya kwanza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujifunze kwa mtumishi wa Mungu Ayubu ambaye alivumilia katika kipindi chote cha kujaribiwa kwake. Lakini anayejaribu si Mungu, ni shetani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shetani anakujaribu kwa sababu Mungu anajivunia wewe. Bwana asifiwe. Kwa kumbe unaweza kupita katika nyakati ngumu kwenye familia, watoto unaona huwaelewi. Bwana asifiwe. Unaona huwaelewi. Au pengine umeomba Mungu sana kupata labda mtaji wa biashara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaona upati, labda biashara upati wateja. Biashara imekuwa ni ngumu kweli kweli. Bwana asifiwe. Mambo hayaeleweki. Lakini unasema mbona namtafuta Mungu sana? Na roho yako inakushuhudia kabisa kwamba mbona mimi uso wangu nimeuelekeza kwa Mungu? Kwa nini haya yote? Bwana asifiwe. Lakini kumbe Mungu anajivunia kuwa na wewe. Mungu anajivunia kuwa na wewe. Bwana asifiwe. Kwa kumbe unatakiwa uvumilie katika kipindi hicho ili kusudi uweze kuvikwa ile taji ya uzima ambayo Bwana alikwisha kutuahidia tangu zamani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tukija kwa Mkristo wa leo, mimi na wewe, je, unapopita katika nyakati ngumu bado utamkiri Mungu ya kwamba yeye ndiye kila kitu kwenye maisha yako? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utamwona yeye kwamba ni yote kwako? Bado utamrudishia utukufu yeye kwamba yeye ni kila kitu kwako, au utaanza sasa kuzitumia akili zako? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tupate wapi leo Mkristo wa leo atakayesimama na Mungu hata katika nyakati ngumu kama ambavyo Ayubu alisimama na Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tufahamu nyakati hizi kwamba zimeandaliwa kwa ajili yetu sisi ili kusudi ithibitike ya kwamba sisi tuna haki mbele za Mungu. Lakini kumbuka, wakati ambao unajaribiwa kuna watu wanaweza kaja kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Wanaweza kaja katika sehemu ya maisha yako, katika kipindi kile ambacho unakuwa unapita, katika kipindi cha kujaribiwa kwako kile, kuna watu wanaweza wakaja kwako. Yamkini wametumwa na Mungu. Bwana asifiwe. Ama wametumwa na shetani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ayubu wakati anapita kwenye majaribu, wapo watu waliomwendea. Walikuwa ni wacha Mungu kweli tu. Bwana asifiwe. Walikuwa ni wacha Mungu kweli tu. Lakini wakaenda mbele za Ayubu. Bwana asifiwe. Lakini walitoa maneno ambayo yalikuwa kwa namna moja ama nyingine yanamdhihaki Ayubu. Bwana asifiwe. Lakini Ayubu bado alisimama kwenye ile kweli ya Mungu. Bwana asifiwe. Je, mimi nitasimama katika kweli ya Mungu hata japopita katika majaribu? Je, mimi nitasimama kwenye kweli ya Mungu hata japopita katika moto? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kumbe na sisi pia tujifunze kwa Ayubu namna ya kusimama katika kweli ya Bwana hata tunapopita kwenye wakati mgumu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.